بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المنقذ من الضلال. anasema الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم إنني kisha hakika yangu mimi lamma faragtu min alulumi, nilipomaliza kuzisoma elimu, aqbaltu bihimma, nilielekea kwa himma kubwa, ala tariqati sufia, kuishika njia ya masufi, njia ya watu tasawuf. والقدر الذي أذكره, na kiasi ambacho kwamba nitakitaja, liyuntafa bih, ili watu wapate kunufaika nacho. Innani, hakika yangu mimi, alimtu yaqinan, nilifahamu kwa yakini kabisa, anna sufiyata, hakika masufi. Hadha kalam mumtaz, kalam jamil, kalamun yuktabu bimidadi dhahab. Anasema alimtu yaqinan, nilijua kwa yaqini kabisa, anna sufiyata, hakika masufi, humus salikuna li tariqi llah, ndio watu walioshika njia ya Allah. Wa anna siratahum, na hakika mwenendo wao, ahsanu siyar, ndio mwenendo mzuri zaidi. Wa tariqahum, na njia yao hao masufi, aswabu turuq, ndio njia sawa zaidi. Wa akhlaqahum, na tabia zao na akhlaqi zao hao masufi, azka al-akhlaq, ndio tabia njema zaidi. Bal, al-Imam al-Ghazali anasema, bal law jumia aqlu al-uqala, lau ingelikusanywa akili ya wenye akili wote, wa hikmatul hukama, na hikma ya wenye hikma wote, wa ilmul wafiqina ala asrari shar', rubama sawabu, wa ilmul waqifina ala asrari shar', na lau ingelikusanywa elimu ya wala ambao kwamba waliozifahamu siri za sheria, minal ulama, miongoni mwa ulama, liyughayiru shay'an, hizo zote zingekusanywa ili zibadilishe kitu kimoja tu, min siyarihim, katika mwenendo wao, wa akhlaqihim, na tabia zao, wa yubaddiluhu, na waibadilishe, wakibadilishe hicho kitu, bima huwa khairu minhu, walete bora zaidi yake, lam yajidu ilayhi sabila, wasingepata namna yote isipokuwa ni kuishika njia ya masufi tu. Subhanallah, subhanallah. Haya ni maneno mazito sana ya al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, akieleza tasawuf na tariqatu tasawuf, na jinsi gani masufi walivyoshika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema fa inna jamia harakatihim wa sakanatihim fi dhawahirihim wa bawatinihim muktabasatun min nuri mishkati nubuwa. Anasema hakika harakati zao zote, ukiwa umetulia, ukiwa katika harakati zao, dhahiri yao, ndani yao, yote imetolewa katika nuru ya utume. Yani yote haya yametoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walaysa waraa nuri nubuwati ala wajhi al-ardi nurun yustadau bihi. Subhanallah. Sema baada ya nuru ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna nuru ambayo kwamba watu wanaweza kuiandama ili iwaangazie. Haya ni maneno ya Imam Ghazali kutoka kitabu chake Al-Munqidh min al-Dhalal, kitabu ambacho kwamba taban ni anaeleza tajriba yake na yani uzoefu wake ama experience yake na madhahib ya ilmu al-kalam, falasifa, kisha akatataraq katika qadhiya tasawuf. Kitabu Al-Munqidh min al-Dhalal kimechapishwa katika dhimni ya Rasail Imam al-Ghazali.
Lakini taban hii chapa yani kuna baadhi ya maneno mengine yameporomoka. Mimi nimenukulu haya maneno kutoka katika kitabu An-Nusus As-Sariha, An-Nusus As-Sariha fi al-Aqidati As-Sahiha cha Sayyid Ahmad Badawi, Jamalul Layl, chapa ya Darud Diya min nashr wa tawzi', chapa ya pili, katika ukurasa wa 94. Ala fikra pia Sayyid Ahmad Badawi, Allah ampe shifa na ampe afya, ni katika mashekhe zetu na katika walimu wetu ambao kwamba tumekita goti na tukasoma kwao, na kiuhalisia kabisa yani ni baraka ya Afrika Mashariki, na ni katika akili ambazo kwamba ni chache sana katika bara letu hili na katika ukanda wetu huu, ambaye kwamba yani subhanallah, lao tungewapatiliza sawa sawa, basi wallahi tungenufaika nao sana na mashakil mingi au matatizo mingi ambayo kwamba yanayotukabil, hasatan matatizo rubama ya kiuchumi au uendeshaji na vitu kama hivyo, yangefunguka. Sababu taban tumeona tajriba za watu ambao kwamba walishika mienendo yake na wamefaulu. Allah subhanahu wa ta'ala atupe baraka zao na atunufaishe nao. Hasil mahalu shahid ni haya maneno, kusudia kwamba maneno kama haya na mazaya kama haya ya masufi yanahusiana na tasawuf, yani ya rate lau vijana wetu anashi ya shabab ambao kwamba wamekuwa wakimezeshwa maneno ambao kwamba si sawa dhidi ya tasawuf na sufia na mfano wake, ya rate lau ungekuwa napewa maneno kama haya ya ulama kibar aima, ili waelewe ni nini tasawuf, ni kina nani masufi, ni kitu gani wanalingania, wanasema nini, misingi yao ni ipi, umetoka wapi. Subhanallah, ingekuwa ni aula zaidi kuliko baadhi ya mambo ambayo kwamba yani rubama huwa tunayafanya na tunatumia gharama kubwa, na ambayo kwamba hatusemi hayana manufaa, lakini manufaa yake si kama ya kuwafundisha watu ulumi kama hizi ambazo kwamba zinahusiana na asrar alqaum. Hadha wassalamu.